Haleluya. Amen. Basi mimi kwa majina naitwa mchungaji Salvas Constantini, ni mchungaji wa kanisa la hapa Kierere. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nami naianza kazi hii ya kuhubiri injili ya Bwana mataifa yote. Jana nimeanza na ushuhuda ambao niliotumwa na Mungu baada ya kufa na kufuka, na Bwana akanipa kibali cha kuhubiri injili dunia nzima. Ujumbe wetu wa leo utakuwa ni kuhubiri injili. Kuhubiri injili. Marko sura ya 16 mstari wa 15 hadi wa 18. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waniaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuafisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Jina la Bwana libarikiwe. Nini maana ya kuhubiri injili? Ni kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Ndio maana ya kuhubiri injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana ya kuhubiri injili ni kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Neno hilo ambalo maana yake tunalipata katika Mathayo sura ya 19. Anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Makofi na vigeregere kwa Bwana. Ndio maana ya kuhubiri injili. Kwa hiyo yuyo Yesu yuko pamoja nasi, yupo pamoja nami. Kwa hiyo mpaka ukamilifu wa dahari, maana yake dunia nzima. Unapookoka tayari, wewe unakuwa mwanafunzi wa Yesu. Na ukisha kuwa mwanafunzi wa Yesu, Yesu naye anakuwa pamoja na wewe mpaka mwisho wa dunia, kulichukua kanisa lake kumlaki hewani mawinguni. Amen. Makofi na vigeregere kwa Yesu. Tunakwenda kuangalia faida za kuhubiriwa injili. Faida ya kuhubiriwa injili. Faida ya kwanza, utaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Faida unayoipata unapomaliza kuhubiriwa injili, utaokoka. Asiamini atahukumiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ndio faida ya kwanza ya kuokoka. Mtazamaji wangu na unayenisikiliza, unapomaliza kumkiri Yesu kwa kinywa chako, tayari ukaokoka, basi wewe unapata uzima wa milele. Unakuwa unajitengenezea uzima wa milele. Hiyo ndio faida ya kwanza ya kuhubiriwa injili kisha ukaokoka. Faida ya pili, utapata ishara ambazo watu hawana. Utapata ishara ambazo watu wengine hawana. Marko sura ya 16 hiyo, mstari wa 16 hadi wa 18. Hebu angalia sasa neno hapo linavyosema. Marko sura ya 16 mstari wa 17 hadi wa 18. Na ishara hizi zitafuatana na hao waniaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuafisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Makofi na vigelegele kwa ishara hii. Unapomaliza kuhubiriwa injili ukamwamini Yesu, hizi ndizo ishara zinakuwa kwako. Hakuna tena vya kwenda kutabiriwa, hakuna tena vya kwenda kwa waganga wa kienyeji, hakuna kurogwa tena, hakuna kutegwa sumu tena. Hata wakikunywesha sumu utainywa, haikuui. Amina. Haleluya. Badala ya kukuua inakujenga mwili, kwa sababu ni agizo la Yesu. Amen. Makofi na vigeregere kwa ishara hizi. Wewe mtazamaji wangu unayenisikiliza, ulioko Kenya, ulioko Rwanda, ulioko Ulaya, ulioko dunia nzima, hebu mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ishara hizi ndizo nilizo nazo mimi. Wagonjwa leo wanapona, viwete leo wanatembea, viziwi leo wanasikia, bubu leo wanasema, waliopoza wanainuliwa. Haleluya! Wewe unayenisikiliza, Yesu yuko hapa mtenda miujiza.
anatenda kazi. Na tangu mwaka 2000 nimemwamini Yesu. Tangu tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2000 saa 5 usiku ndipo nilimpokea Yesu. Ishara hizi nimekuwa nazo. Hakuna mchawi wa kuniroga, hakuna wa kunitega sumu ikaniua. Yupo. Mapepo mpaka yanapiga saruti. Na wewe unayenisikiliza, hebu mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Acha kwenda kwa waganga wa kienyeji wanakuibia pesa. Hao wote nao wanakuja leo, wanaokoka, wanapokea ishara hizi. Acha kwenda eti uende kutabiriwa, hakuna vya kutabiriwa. Ishara hizo zinakuwa kwako. Na wewe unaweza kuombea wengine. Leo nikiwa hapa Tanzania, wewe unayenisikiliza ulioko mataifa na mataifa, hebu muamini Yesu siku hii njema ya leo. Upate kibali hicho, ishara hizo ziwe kwako. Yesu asifiwe sana. Mimi huwa sipigi nyoka kwa fimbo. Ninaikemea hapo kwa jina la Yesu, inakufa bila kuipiga fimbo. Haleluya, haleluya, haleluya. Hayupo nyoka wa kunigusa mimi. Nimeisha kemea nyoka wangapi, hata nyingine nilishika wakati navuna kahawa. Nilishtukia nimeisha ikamata kwenye mikono. Haikuniuma, nikaisema ufe, kufa hapo hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Kipindi mwaka 2003 nimeokoka. Yaani hapa niliokoka mwaka 2000. Sasa 2003 ninaenda, tulikuwa tunaenda kwenye mkesha kule Kigorogoro. Tukakutana na nyoka barabarani. Na wakati hapo tunatembea na miguu, leo usione mna magari. Tulikuwa tunatembea na miguu. Nyoka nilipomuona barabarani nilimkemea kwa jina la Yesu, wewe nyoka. Alikufa hapo hapo bila kupigwa fimbo. Haleluya. Hizi ishara ziko pamoja na sisi. Leo ukimpokea Yesu na kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, ishara hizi zinakuwa kwako. Amen. Faida nyingine ya 3, amwaminie Yesu hahukumiwi. Ukimwamini Yesu hahukumiwi, unaepukana na hukumu. Amwaminie Yesu hahukumiwi. Yohana sura ya 3 mstari wa 18. Neno linasema, amwaminie yeye hahukumiwi. Asiamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Unanisikia? Amwaminie yeye hahukumiwi. Ukisha kumwamini Yesu hahukumiwi. Bali asiamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Ukiona umekataa kumwamini Yesu, tayari unayo hukumu. Yesu ndiye amekufa na kufuka, yuko mbinguni, na huyo Yesu ndiye tumekutana. Amenipa kibali hiki nikuhubirie hii Injili. Haleluya. Na huyo hakuna mwingine ambaye utapitia bila kwake. Utaenda kwa Mungu bila kupitia kwake. Mpaka ufike kwenye kiti cha Mungu Baba aliye juu, kwenye kiti chake, mpaka unapitia kwa Yesu, ndio anakupa tiketi ya kufika kwake. Ndio maana mimi wakati upo nimekufa, nilifika kwenye katundu ka sindano kale. Nilipofika kwenye katundu ka sindano, nikakutana na Yesu, ilikuwa imefungwa hivi. Nilipofika kwenye katundu wako, tulikutana hapo mimi na Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Nilipokutana naye, akasema aka unakajua, nikasema ni katundu ka sindano. Akasema ulikajuaje? Na nikamwambia nilisha kafundisha. Akasema kaguse. Nilipogusa hivi, mlango chua, niliingia ndani. Haleluya. Mlango ukajifungua, tukaingia. Ndipo akasema sasa nakurudisha duniani. Nenda uambie uliyoyaona, alafu ukahubiri Injili dunia nzima. Akaniambia nimekuongezea miaka ya kuishi. Utakufa ukiwa na miaka 125. Haleluya. Leo nina kazi ya Bwana ambayo ni nyepesi, sio ngumu. Miaka 72 ya kuchapa Injili. Akondi mtu aishiwi nguvu, ninakaa ni kijana usiku na mchana. Wengine miaka hiyo yote anakuwa hawezi kutembea, mimi nakuwa natembea mpaka Yesu anarudi. Na macho yangu hayatapofuka mpaka Yesu anarudi. Kwa sababu nimepewa kibali na Bwana Yesu.